Kwa majina mimi ni Nywele Sauce. Mimi ndio Prime Minister Kenya and abroad. Kwa hivyo ile maneno nimesema hapa yote usiende nayo nyumbani. Yangu ndio uende nayo. Juu yangu itakusaidia in future. Unaweza kuwa na kitabu na kalamu before nianze. Mr. Speaker, mimi nataka tu kuongelea mada mbili. Mr. Speaker, alafu kuna mahali naenda. Tunaenda Siaya leo usiku. Mr. Speaker, mimi ni mzee, mimi niko na 42. Mimi ni mzee. Tunaenda Siaya. Mr. Speaker, nani bana? Mimi ni mzee naenda Siaya. Nani? Nimesema mimi ni mzee naenda Siaya, niko na 42. Mimi si kama wale vijana wetu wengine wako na 50 years na bado wanaenda mahali vijana wako. Yes, nimeona watu wengine hapa. Mr. Speaker, mimi nataka tu kuongelea mada mbili. Mada ya kwanza ni ya kwamba ati nani Ruto atachukua deputy president kutoka Western ama Nyanza. Mr. Speaker, hiyo isiwasumbue. Mimi niko hapa, nimekubali kwa running mate ya William Samoei Ruto. Na najua tutashinda. Mr. Speaker, sisi kama Wajaluo Paul. Mr. Speaker, sisi kama Wajaluo raundi hii kiti ya deputy president hatutaki kupea msomi. Juu tulishachanuliwa ya kwamba hii kiti mtu anaimpichiwa. Sisi kiti yenye mtu anaimpichiwa sisi hatutaki. Sisi tunataka kiti yenye ukishakuwa. Sisi tunataka tu ya finance watu wachie. Na hii ya energy watu wachie, Mr. Speaker. Na hii ya cooperative tuwe tunasanya tu ushuru ya wenye wanarauka asubuhi kwenda Mutoro wa Mr. Speaker. Sisi hapo tutakuwa sawa. Sisi mambo ya deputy president, Mr. Speaker, sisi hiyo tutaki. Na Mr. Speaker, nataka kusema kitu moja hapa. Ya kwamba hata mimi nikuwe deputy president ya William Samoei Ruto. Ruto atawin. Kwa sababu Ruto anahitaji kura ya Wajaluo 2027. Kwa sababu tumeona kazi ya Ruto, Mr. Speaker. Umejua mimi tangu nizaliwe, hii ndio mara ya kwanza kuona pikipiki yenye haina fuel na inakimbia na inabeba watu, na hao wenye wanatumia hizo pikipiki wanaenda wanachukua hizo pikipiki za Ruto wanatumia tena wanakuja kutusi Ruto hapa. Wakina Dennis Wanyala, Mr. Speaker. Kwa hivyo ni tabia mbaya, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hii wakati wa William Samoei Ruto ndio nimeona gari yenye inachajiwa na inakimbia mbaya sana. Hiyo wakati mwingine sikuwa naona. Na hiyo inakuja kwa sababu gani? Kwa sababu ya akili ya Jaluo na akili ya Mkalenjin, Mr. Speaker. Na akili ya Mloya, Mr. Speaker. Very soon mtaona, sasa nimeona gari made in Kenya. Very soon mtaona chopper made in Kenya. Kwa sababu akili ya Mjaluo na Mloya iko hapo ndani, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, mimi nataka kusema William Samoei Ruto ndio president mwenye mimi sijawahi iona, Mr. Speaker. Sijawahi iona president kama huyo. President mwenye anafanya kazi kama William Samoei Ruto mimi sijawahi iona. Umejua Mr. Speaker, zile vitu zenye William Samoei Ruto anafanya hii Kenya ni vitu very important, Mr. Speaker. Na mimi nashindwa hata kama kijana mdogo kama hawa. Mtu anaweza kuja hapa aseme ati Ruto ameongeza uchumi ya Kenya iko juu, Mr. Speaker. Na mtu kutoka asubuhi mpaka saa hii hata sweet hajanunua. Wewe sasa Ruto anakunyang'anya aje, Mr. Speaker? Umejua Mr. Speaker, hii Kenya kuna wenye wanafaa kulea ati economy iko juu. Kama maybe uko na gari unaweka fuel. Uko na pikipiki unaweka fuel. Lakini Mr. Speaker, unatembea na mguu kama swara na unasema Ruto anaongeza ushuru. Wewe hiyo ushuru inakufinyia wapi? Unga yenye unakula mama yako anakuwekea kwa gari kutoka nyumbani. Kabondo. Makaa yenye unatumia unapika na kuni juu ya ghorofa, Mr. Speaker. Hao watu Ruto anaumiza na uchumi wapi, Mr. Speaker? Kenya ndio iko sawa. Na mimi sijawahi ona president msafi kama Ruto. Kama wewe uko hapa umekaa hauna kazi, ni kutaka kwako ndio umekosa kazi. Kama hii Kenya iko inakaa kama Amerika. Mkongo anapanda ndege anakuja kuuza kahawa Kenya na akipigiwa simu anasema niko ng'ambo. Na wewe uko ng'ambo na utaki kutumia ng'ambo yako vizuri. Mr. Speaker, mimi nashanganga sana Mr. Speaker. Ukiona ati Mkenya anapanda ati msichana anachukua bagi yake, anaenda Qatar, Mr. Speaker. Anaenda Qatar kuosha umbwa, na Mkongo pia anapanda ndege anakuja Kenya kuuza kahawa ya 10 hapa Jakaranda. Na akipigiwa simu anasema ako ng'ambo. Nyinyi mnaendaga ng'ambo gani, Mr. Speaker? Kwa hivyo Mr. Speaker,
Mimi nataka kusema hivi Mr. Speaker. Hii Kenya, kama Ruto hana pesa ya kurudi tamu yake ya pili, Ruto wewe fanya kitu yoyote inazofanya. Nimesikia saa hii unataka kuuza Kenya Pipeline. Na nimesikia ulikuwa unataka kuuza airport. Ati watu wanapiga kelele ati tusiuze airport, na wenye wanapiga kelele ati Ruto siuze airport ati ni watu wa Murang'a. Mahali hakuna airport. Mkikuyu anapanda ndege akienda wapi? Wenye wanafaa kulia airport isiuzwe ni Wajaluo na Waluya. Na hata Waluya pia si sana, kwa sababu tuliwajengea airport wamewacha nyasi imemea. Nyinyi mnataka ndege mpate mwende wapi? Mr. Speaker, mwenye anafaa kulia ya kwamba Ruto siuze airport ni Wajaluo, kwa sababu sisi ndo tunapanda ndege. Ukienda Kisumu kuna international airport Mr. Speaker, sisi ndo tunapanda ndege. Lakini shida ya Kenya, mimi naona ati Kikundo analia ati airport isiuzwe. Hapa Kiambu mtu anaenda na ndege. Hata Mount Kenya yote hakuna uwanja ya ndege Mr. Speaker. Order. Mr. Speaker, nataka kuuliza member wa the floor. Niambie President mugani wa Kenya ambaye sakuliwa bila wa Kikuyu? Niambie. Unasema wa Kikuyu hapandi ndege. Moi mlijamaa. Pinga hiyo. Nani? Nani niambie Moi anayeongoza Kenya bila wa Kikuyu. Hata huyu Ruto unasema ni wa Kikuyu walifanya akuwe president. Moi aliongoza bila nyinyi. Haya, order. Mr. Speaker, member ananiuliza ati President Mugabe amewahi kuwa kwa kiti bila wa Kikuyu. Mr. Speaker, mimi kuna kitu nataka kusema hapa. Na nataka nikuwe very clear, ndio members wanielewe. Munasemanga ati Kenya kura inaibiwa. Na mulisema Uhuru Kenyatta aliiba kura. Aliiba kiwa na nani? Na Ruto. Mkakuja mkasema ati Ruto aliiba kura akiwa peke yake one man guitar. Sasa 2027, kwani unafikiri Ruto amesahau kuiba kura? Ruto amesahau. Mr. Speaker, Ruto ataiba kura. Na sisi tunataka ibe. Na ndio kwa maana amechukua Wajaluo ameweka nyuma yake. Bora tu mtu asitoke aende maandamano. Umejua sisi ndio tunajua kuenda maandamano. Kwa hivyo mimi nasema hivi Mr. Speaker, nikimalizia, Ruto kama hiyo Kenya Pipeline inazofanya urudi kwa president, uza kila kitu yote. Mahali tu usiuze ni kwa bunge la mwananchi, mahali napigia siasa na kadri basi mahali Mjaluo na Mluya anapandia gari akienda nyumbani. Hizo vitu zingine zimebaki. Hizo zingine uza. Sisi kama Wajaluo tutasimama nyuma yako na mawe tu protect mali yetu. Sisi kama business community